Unawafahamu wapinzani wa Young Africans kwenye hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa maana ya AS FAR Rabat kutokea nchini Morocco. Heavyweight Duel yupo hapa kwa ajili yako kukupa ABC kuhusiana na AS FAR Rabat. Wapi ni wabora sana na wapi udhaifu wao ni mkubwa kabla ya kwenda kumenyana na Young Africans Sports Club katika visiwa vya marashi ya karafuu pale katika dimba la Amani. Mimi naitwa Jadu, niite mtaalam Aljad Aziz Ali Shentembo. Nipo na Asha Kabuga na hii ni Ava TV. Kwa sawa sawa? Alhamdulillah niko vizuri. Mambo mazuri. Mambo yanasonga. Mpinzani aliyeko mbele kwa upande wa Young Africans ni AS FAR Rabat. Takwimu zake zinasemaje? Rekodi zake zipoje? Ni mzuri wapi na ni mdhaifu wapi? Of course hii ni timu ya jeshi by the way. Watu wanabidi waelewe ni timu ya jeshi na ni timu ambayo ilipotea kidogo kwenye michuano ya Afrika, lakini watu wanaoifuatilia wanaijua ilifanya vizuri sana miaka 80 kwa sababu ni timu ya kitambo kidogo. Ilianzishwa mwaka 1958, tunapitia tu kidogo, lakini 1985 waliweza kutoa ubingwa wa ligi ya mabingwa. Sijaona watu wakisema, lakini waliwahi kutoa ubingwa wa ligi ya mabingwa. Kipindi hicho inaitwa African Cup of Champions Cup Club. Yeah, of Champions Club, African Cup of Champions Club. Mwaka 1989 kabla haijabadilishwa jina na kuitwa CAF Champions League. Of course mwaka unaofuatia mwaka 1986 walifika hatua ya robo finali na mwaka 1988 walifika hatua ya nusu finali. Kwa hiyo ni timu ambayo inaonekana ilifanya vizuri, na pia kwenye kombe la shirikisho, unajua kombe la shirikisho pia lilibadilishwa mwaka 2004, liliunganishwa na makombe mawili ambayo yalikuwa yamegawanyika na kuwa kombe la shirikisho barani Afrika rasmi mwaka 2004. Mwaka 2005 FAR Rabat walitoa ubingwa wa kombe la shirikisho na inakuwa timu ya kwanza kutoka Morocco kutoa katika formati hiyo mpya, kwa sababu kipindi cha nyuma waliwahi kutoa Marrakech pamoja na Raja Casablanca. Kwa hiyo ni timu ambayo ina historia nzuri kwenye michuano ya kimataifa. Msimu huu wanaingia hatua ya makundi tena kwa mara nyingine. Inakuwa ni mara ya tatu by the way. Waliingia mwaka 2006, wakaingia mwaka 2025 msimu uliopita, na safari wanaingia tena. Kwa hiyo msimu uliopita walipangwa na Mamelodi Sundowns, Raja pamoja na Maniema, wakamaliza nafasi ya kwanza. Maana yake na msimu huu watu wasiwa underrate, waichukulie ni timu ambayo ina uwezo wa kuleta surprise. Yeah. Young Africans wanakwenda kukutana na timu ya aina gani kwenye pitch? Yes, Young Africans inaenda kukutana na timu ambayo iko direct. Unajua timu za kaskazini, nafikiri unaelewa, ni timu ambazo hazina mambo mengi. FAR Rabat ni miongoni mwao. Ni timu ambayo haipendi kufanya build up. Yaani kama nilivyokuelezea kuhusu Petros, yeye anafanya build up na wachezaji watatu and whatever. Hawa hawana sana mambo hayo. Goalkeeper akishaweka mpira wake after goal kick anaiweka chini, anarudi nyuma. Ahmed Rega Nauti anaupiga mbele, wanakuwa wengi zaidi juu, wanajaribu kuwin kule kwenye eneo la mpinzani, na kama wameukosa basi watahakikisha wana win zile second balls kwa sababu wana uwezo wa kupress. Na ndio maana kwenye takwimu zao utagundua wamepiga mipira mirefu kwa wastani wa mipira 25.8 per game, na ufanisi wao wa kuiwin pia ni mkubwa, wanawin kwa 60%. Kwa hiyo Yanga watakutana na hiyo scenarios. Goalkeeper Ahmed Reda Nauti anaweka chini, anarudi nyuma, anaupiga mbele. Sawa. Lakini in some cases wanakuwa wanafanya build up. Sio kama hawafanyi completely, in some cases wanakuwa wanafanya build up. Na build up yao goalkeeper anakuwa hayuko involved zaidi. Mchezaji ambaye ni crucial kwenye build up anaitwa Mohamed Rabia Hermat. Huyu jamaa ni hatari. Of course nitamuelezea hapa. Kwenye build up yupo, kwenye eneo la ushambuliaji yupo. Nitakuelezea kwa nini FAR Rabat ni crucial kwenye eneo lao la kiungo, kwenye build up na kwenye kushambulia. Nitakwambia kwa nini. Lakini huyu ndo amekuwa crucial kwenye kufanya build up. Mara nyingi sana wanapoanza build up yao, mabeki wawili wakati. Kuna namzunguzia Marwan Ludni pamoja na Falou Mendy anaitwa. Wanakuwa wanasogea kidogo, wanatanua yani wanatanua mapana ya uwanja. Sawa? Ili kuweza kuitanua ile safu ya timu pinzani, labda ya kiungo ambayo inakuja kupress isiweze kupata mianya. Lakini unavyofanya hivyo automatically kutakuwa kuna space kubwa baina ya defender na defender, ambapo ndo anashuka sasa Mohamed Rabie Hermat kutengeneza kitu kama back 3, alafu mbele yake anasimama Ezzedine Derag. Ezzedine Derag ni kiungo namba 6 huyu, ambaye ndo ana partner kwenye pivot na Mohamed Rabie Hermat kutengeneza kitu kama diamond shape. Umeelewa?
yeye anavyocheza pale anafanya timu pinzani inakuwa narrow, yani inakuwa inajaa katikati, kwa sababu haiwezi kutanua, kwa sababu ikitanua yeye atakuwa free kuweza kureceive mpira kirahisi na timu kuprogress kupitia yeye. Kwa hiyo hii diamond shape inafanya timu ya pinzani kushindwa kutanua mapana ya uwanja, na ndipo ambapo sasa huyu Marwan Ludni center back anasogea pembeni zaidi na kupata space ya kuweza kusogea juu. Wanavyosogea maeneo ya pembeni wanaacha wale mafullbacks wao, wanawapa uhuru mafullbacks wao kucheza juu zaidi. Umeelewa? Inategemea nani kaanza, Anas Bash, umeelewa, au Ayubu Khasu, inategemea na nani anaanza upande wa kulia, na upande wa kushoto the same. Kuna Augusto de Carneiro au huyu Jamal El Chamakh ndo anacheza fullback wa kushoto. Kwa hiyo itategemea na nani atakuwa ameanza. Sawa? Wanakuwa wanasogea juu zaidi. Wanavyosogea juu zaidi, manake yule winga wa timu pinzani anakuwa na kazi ya kumzuia yule fullback akiwa kule kwake. Kwa hiyo hapa katikati kuna huku wide kuna space ya yule Marwan Ludni beki wa kati kuweza kusogea na mpira. Kwa hiyo anavyosogea na mpira manake anafanya ile timu pinzani kuipa maswali. Je, waje kumpress? Wanavompress, sababu anasogea nao mpaka kwenye eneo la mpinzani. The more anavyoingia kwenye eneo la mpinzani, timu inakuwa inaanza sasa kumzingatia na kutaka kumzuia. Wanavomzuia manake wanaacha space nyuma ya huyu Anas Bash. Muda mwingine huyu ni fullback, lakini muda mwingine anachezeshwa kama kiungo mshambuliaji. Kocha Alexander Santos amegundua hilo. Kwa hiyo anamtumia, na hata kama sio yeye, kiungo yote namba 10 atakuwepo hapo baina ya mistari kuweza kureceive, kama ambapo kama itatokea timu imeamua kumpress huyu Ludni, anapata nafasi ya kuweza kupokea mpira. Anapopokea mpira, mbele yake anakutana na wachezaji wawili. Mchezaji ambaye anafanya movement nyuma safu ya ulinzi, labda mshambuliaji au kiungo mshambuliaji, pamoja na fullback ambaye ame-overlap. Wanatengeneza mazingira ya kumzingira yule fullback wa timu pinzani katika mazingira ya 3 versus 1, watatu dhidi ya mmoja. Umeelewa? Kwa hiyo hii ndio progression yao, wanakuwa wanaifanya hivyo, na ndio maana mabao yao kwa asilimia 63 wameyafunga kupitia maeneo ya pembeni. Umeelewa? Kupitia crosses zile na vitu kama hivyo, kwa sababu katika mabao 22 ambao wameshafunga, mabao 14 yote yamefungwa kupitia maeneo ya pembeni kwa sababu ya hii progression. Kwa hiyo labda nikwambie, FAR Rabat build up yao wanategemea mabeki wawili wakati, Ludni pamoja na Mendy pamoja na viungo wawili wakati, Dareg pamoja na huyo Mohamed Rabia Hirmat. Umeelewa? Muda mwingine wanatengeneza hata ile box na wachezaji wengine wanaobakia wanaenda juu. Kwa hiyo wanasakulate mpira kabla ya kuupeleka kwenye maeneo ya pembeni ili kucombine eneo la pembeni na half space ili kuweza kutengeneza nafasi ya kufunga bao. Kwa hiyo build up yao iko direct, haipindi, yani iko direct. Umeelewa? Hiyo ni sura yao ya kwanza. Sura yao ya pili, hawa jamaa wana press vibaya mno. Yes, yani ile pressing yao kwanza usiwe comfortable kucheza kuanzia nyuma, kwa sababu wana press kwa namba kubwa, takriban wachezaji 6 wanakuwa juu zaidi, wana press sehemu ambayo kuna mpira. Kila mpira unavozidi kupeleka mpira na wao ndo wanazidi kupress. Lakini vile vile ile pressing inawasaidia wao kuweza kujilinda usiweze kuwafikia kirahisi, na hata ukiwafikia kwenye lango lao tayari ufanisi wako unakuwa uko chini na wanaweza kuwini mpira na kuuchukua. Na pressing yao inawalipa. Kwa mfano mchezo wa kwanza wa ligi ambao ulifanyika tarehe 13 Septemba, umeelewa, dhidi ya Yaqub Al Mansur, walishinda kwa mabao 2-0. Kuna bao ambao lilifunga Mohamed Rabia Hirmat. Lile bao lilitokana na pressing ambayo goalkeeper Suleiman Said aliweza kutoa boko, umeelewa, kutokana na kufanywa pressing na Hamza Kaba. Nafikiri Hamza Kaba anafahamika, alikuja na Raja Casablanca kucheza dhidi ya Simba kwenye hatua ya makundi mwaka 2023. Akaja alivomfanyia goalkeeper yule pressing, akatoa boko na likapelekea turnover ya kuweza kupatikana kwa bao. Kwa hiyo ni timu ambayo ina press. Sawa? Kwa hiyo ile pressing yao pia inakuwa ina impact hata kwenye eneo la ulinzi. Umeelewa? Kwa sababu of course wameruhusu bao moja tu katika game zao za away, lakini wameruhusu mabao 3 katika mechi 12 ambazo wamecheza, exclude zile mechi za kirafiki. Umeelewa? Ya, kwa hiyo wanaenda kukutana na timu ambayo ina sura hiyo, inafanya pressing ya hali ya juu. Lakini vile vile ni timu ambayo ina uwezo mzuri wa kudefend kwao. Ile block yao ya defense wanatengeneza katika umbo la 4-4-2 4-4-2, na wanakuwa very aggressive wanapokuwa hawana mpira. Hiyo ni sifa yao moja ya hatari sana. Sawa? Sasa utaniuliza swali, labda
Huyu Mohamed Rabia Hirmat nimemuelezea hapa, unakuta kwenye build up yuko chini kabisa, anaunga mstari mmoja na walinzi wakati kwenye build up yeye ndo ana supply mipira kwenda mbele, lakini mbona takwimu zake zinachanganya? Anakuwaje na mabao 6, assist 2 huyu mtu ambaye anacheza kwenye defense muda mwingi? Utajiuliza. Lakini hawa wanabadilika wanapokutana na timu ambayo imekubali kurudi nyuma. Sasa ishaona bana, hapa mambo magumu, turudi nyuma tu defend, kwa sababu timu kama hii ina uwezo wa kukufanya ucheze nyuma. Wanapokuwa wanacheza nyuma, manake unavocheza nyuma unakuwa unacheza kwa namba kubwa, manake viungo wako nani wote sio wanakuja kuzuia, na wao wanakuwa wanai-overload ile safu yako ya ulinzi. Wanavyo-overload, wanai-overload vipi? Kuna wachezaji wanne ambao traditionally wanakuwa ni washambuliaji kiasili. Kuna mshambuliaji, kuna viungo washambuliaji watatu, si ndio? Anaunganika na fullback mmoja either wa kulia au kushoto. Lakini nitatoa scenario katika case study ya mchezo dhidi ya Olympic Safi ambao walishinda kwa mabao 3-0. Augusto de Carnero alikuwa anaongeza namba pale kutengeneza idadi ya wachezaji 5, pamoja na Mohamed Rabia Hirmat anaongezeka kwenye ile mstari wa kwanza, anatengeneza idadi ya wachezaji 6, na chini yao kuna rest offense. Rest offense manake wachezaji wawili ambao wako nyuma ya huo mstari ili kusupport lile shambulizi. Wanavyolisupport lile shambulizi manake ikitokea kuna second ball au nini, wao wanakuwa wa kwanza kuwin, lakini hao wana act kama rest defense in case kuna uwezekano wa kuweza kushambuliwa kwa counter attack. Kwa hiyo hii inamfanya Mohamed Rabia Hirmat kuweza kuwa mchezaji hatari sana anapokuwa ndani ya boksi la timu pinzani. Muogope. Umeelewa? Ni mchezaji hatari, na of course labda kwa kuwaweka sawa watu wamechukua mchezaji bora wa michuano ya CHAN ambayo imemalizika, Morocco akiwa mabingwa.